Ni kocha mzuri, ni kocha mwenye viwango, tunamwamini na atatufikisha mbali. Huu mpira wa leo ulikuwa sio mpira kufaisha mtu, ni mpira wa kujiandaa na mashindano ya NBC Premier League kwa sababu NBC Premier League is back. Baada ya siku mbili hapa tutacheza na TRA United Tabora Ali Hassan Mwinyi. Nyinyi mna ujonjo wa Hassan Mwinyi mgumu. Mnaelewa vizuri? Timu inaondoka kesho hapa inaelekea Tabora. Baada ya mechi ya Tabora tuna mechi na Azam, mechi ngumu sana. Kumbuka Simba akicheza na Azam acheze peke yake. Anasema anacheza Simba, anakuwa anacheza na Azam, anakuwa anacheza na Singida Black Stars, anakuwa anacheza na Yanga. Timu hii kwa maandalizi na mechi ya Azam sio maandalizi ya kitoto, ni maandalizi makubwa kwa sababu Simba acheze na timu moja. Utaka achezeje? Kwa leo mlitunza nguvu leo. Brother, hasa mmesikia wanatamba kwa mtani. Wakina Hashim Ibwe unamsikia? Wanasema watusubiria watupige. Maana yake waishajiandaa na wanasaidiwa na Ngogo ya kijani, wanasaidia na Singida. Wao fikiria mechi yake itakuwa ngumu kiasi gani? Maana yake mwalimu anaakiri kwamba tayari we have already qualified to group stage ya CAF Champions League this season. Hakuna haja ya kumfurahisha Dr. Moa au kumfurahisha fulani. Watu wapambane wapige goli 5 then Azam atufunge. Maana yake ukicheza kwa nguvu leo utapata kitu kinaitwa body fatigue and tunasema ni mental fatigue. Ukipata body fatigue na mental fatigue, recovery yake unajua ni muda gani? Medical unatakiwa ukae wiki 2. Ukae wiki 2 ndio body mwili uweze kurecover, kurudi kwa normal situation. Hizo wiki 2 maana yake ushapigwa na Azam, ushapigwa na TRA United, Yanga anaongoza ligi. Inawezekanaje? Wana dokta wanasema katika timu 4 ambazo zimeshiriki mashindano ya kimataifa, mnyama Simba ndo ameshinda mechi chache zaidi, kashinda 2 tu kati ya mechi 4. Wewe unasemaje? Hao ni watu ambao hawajui mpira. Katika timu ambazo zimecheza CAF Champions League msimu huu. Sio, yani timu za Tanzania, timu ambazo zimecheza kimataifa. Yanga, Simba, Azam, Singida Black Stars. Ni Simba pekee ndo kashinda mechi 2. Wengine wameshinda mechi 3 na Singa Azam mechi 4. Katika timu ambayo imeingia group stage mara nyingi kuliko timu yote Tanzania ni Simba Sports Club. Imeingia group stage mara 7. Hiyo hujazungumzia. Wenzetu wajeka rekodi. Hiyo sio rekodi, hii ndio rekodi ambayo CAF ukienda unaiona. Ukiingia www.cafonline.com unaiona hiyo. Simba imeingia group stage mara 7 mfululizo. Hiyo hajafanya Yanga, hajafanya Singida, hajafanya Azam. Wao wanaosema hivyo hawajui mpira. Hiyo sio rekodi. Rekodi ndio hii ambayo tumeweka sisi leo. Tumeingia hii mara 7. Ukanda huu wa Sekafa kuanzia Guba ya Wajemi. Kama hujui Guba ya Wajemi inaanzia juu. Kuanzia Sudani, nenda Ethiopia, nenda Somalia, nenda Uganda, Kenya, zunguka kote kupaka Burundi. Timu pekee ambayo imeandika rekodi ya kufuzu group stage ya CAF Champions League mara nyingi zaidi, yani mara 7 ni Simba Sports Club. Mbona uongei? Dr. Sio mimi, ni mitandaoni huko wanazungumza. Sasa hao si hawajui mpira. Hao hawajui mpira. Watu wa mtandao hawajui. Njoo sikilize hapo, watu wanajua mpira. Hii ndio rekodi. Kaiangalia rekodi kama ipo kule CAF. Haipo. Hiyo ya kwako. Haipo. Na ligi ya goli la mama pia imekuwa wa mwisho. Sio tatizo. Sisi labda niwaambie kitu. Sisi Simba ndio timu pekee ambayo itabaki kule mashindano mpaka mwisho. Wengine wote watakuwa wa kwanza. Kwa hiyo sisi tutapata hela nyingi zaidi kuliko timu yote ile. Mpaka finali kwa sababu hata makajana hujui. Walianza Azam katolewa, Homo ndio kagongwa kwae. Singida kagongwa kaondoka. Kafara Ngogo wa kijani nyuma mwiko kapigwa kaondoka. Simba kabaki mpaka finali. Uongo. Alimanusura kama sio refa na mtu wao kule kuamua wapewe kombe. Ilikuwa tuchukua ubingwa. Uongo. Hata mwaka huu timu pekee itakayobakia na kwa pia tunza clip hii. Umesikia sasa? Hii clip tunza. Timu ya mwisho kubakia na mashindano ya CAF ni Simba peke yake. Timu ya mwisho kuingia makundi pia. Si ratiba tu. Ni ratiba. Kwani hiyo ni rekodi? Sasa rekodi ndio inayokupa. Ongea vitu vyenye logic. Vitu vyenye logic ambavyo vinakuwa ambavyo ile recorded. Tumekuletea logic, watu wanauliza Simba ndo kashinda mechi chache, uzungumzie. Si mechi moja. Tumeshinda mechi moja ndio. Mechi 2 wameshinda. Mechi 2. Kwani kuna ubaya gani? Silipo group stage. Kuna ubaya gani wazee? Hamna shida hiyo. Silipo group stage. Watu wanasema wangeweka orodha pale Simba angeshika nafasi ya mwisho. Orodha ipi? Kama shida. Brother. Labda nikwambie kitu. CAF Champions League. CAF Champions League. It's all about calculation. It's all about mathematics. And that's why Young Africa anapokuwa kimataifa huwa anafeli kwa sababu he don't know how to go through. Unaelewa? Nisikilize, hata jana Yanga alikuwa endi. Refa alikuwa familia.
Refari alikuwa mtu wa brother, refari alikuwa mtu wa Yanga. Ile goli ya kihalali, ile goli amelikataa refari, goli halali jana. Ukoona angelikubali ile goli, maana yake Yanga nyuma mwiko kwa maondoka wango aggregate 2-2. Brother, Yanga hajui kucheza mechi za kimataifa, ndio maana kaenda kule kwao kapigwa, tarudi hapa mpato patayo. Umeona refari familia, lazima familia, goli halali amelikataa. Walikuwa ondoka jana. Hivi nikuza swali. Hata rais wa Yanga mwenyewe, hakuna mwa Yanga amefurahi jana Yanga kufanikiwa wangu. Kwa sababu anajua wamefuzu papatu. Umeona vizuri? Wanasema nisikuulize tena. Unuza nini? Uliza ndo kazi yako, uliza. Majibu yako na wewe uliza. Uliza sosi. Tuzungumzie kuelekea sasa group stage. Mnaenda group stage. Yes. Kikosi hichi ambacho nakiona. Msimu uliopita sisi tuna group stage ndio tunaongoza group. Unakumbuka? Msimu uliopita kwenye group stage tuliongoza. Yes. Champions. Brother, mambo ni yale. Na sisi Simba msimu huu ndio tutaongoza group stage. Wala sosi. Nakupa ahadi. Kama tusipoongoza group stage nakupa milioni moja. Milioni moja. Ofisini kwa kama Simba kwenye group stage tusipoongoza group unachukua milioni. Weka rekodi hii. Ndio kata Insta ile itakuwa. Brother, weka rekodi. Simba Sports Club msimu huu tusipoongoza group stage tukawa wa kwanza kama msimu uliopita kwa kombe la shirikisho uje uchukue milioni moja. Unajua kwa poti tu. Brother, hii ni Simba. Mimi nimeshaongoza mbele ya bingwa mara nyingi kuliko mtu yote Afrika. National Ahli nikamuongoza. National Ahli alikuwa kule poti yangu. Nikampiga hapa Benjamin Mkapa nikaongoza. Wanasema Simba hii sio mara ya kwanza. Ndio. National Ahli ndio bingwa muda wote wa CAF Champions League zaidi ya mara 13 brother. Vipi manager lakini? Nani? Pantev hatari. Yule mwalimu. Sulemana la Duchu kamweka. Rotation ikafanya. Duchu wewe, huu mpira wa leo relax. Maelekezo yangu mimi, ukichukua mali, leo mwalimu ameingia na mchezo wa back 3. Mabeki wawili katikati, mabeki wawili nyuma, viungo watano wakati, mbele wachezaji wawili washambuliaji. Ndio maana amecheza na viungo wengi washambuliaji eneo katikati. Kwa Duchu leo kapewa maelekezo, ukipata mali, maana yake ni ku-anticipate kwenye eneo la kushoto, la kulia, ucheze kwenye flanks. Kazi yako ni kupanda. Ndio maana most of time anamwambia panda, usirudi nyuma. Umeelewa? Kwa Pantev amecheza mpira mzuri, tunashukuru Mungu tumefanikiwa. Bana, shukrani sana. Kila la heri. Simba wakiwa wanaondoka hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa baada ya mchezo kutamatika, mchezo ambao umetamatika kwa sare ya 0-0. Shuhudia watu mbalimbali wakiwa wanatoka hapa uwanjani baada ya mchezo huo kutamatika, mchezo ambao umetamatika kwa sare ya 0-0.